mwanzoni wanazuoni wa Kiislamu walikataa kata uzazi wa mpango. Wakasema hakuna haja kupangilia uzazi, sababu ya mambo anaendesha Mwenyezi Mungu, na kila anayezaliwa anakuja kwa riziki yake. Lakini sasa hivi wanazuoni wengi wa Kiislamu wameona yako maslahi katika kwenye uzazi wa nini, wa mpango, lakini wametoa maeneo. Kwa mfano, kuna mwanamke afya yake ni dhaifu mno, akibeba mimba mwaka huu alafu na mwakani akawa na mimba nyingine, anadhoofika haraka, na yule mtoto wa pili anakosa maziwa, na vile vile anageuka kuwa dhaifu. Kwa hivyo unatengeneza taifa la watu dhaifu. Mama anakuwa dhaifu na mtoto wa pili anakuwa dhaifu, na huenda hata yule wa mwanzo naye akawa hajanyonya vizuri, anakuwa dhaifu. Wakasema ikifikia hapo ikabainika kuwa kuzaa mfululizo kutamfanya mwanamke awe dhaifu na watoto wanaozaa wawe dhaifu, basi anaweza akaupanga uzazi ndani ya miaka miwili akazaa mmoja, alafu miaka miwili ijayo akazaa mwingine. Tayari maslahi yameshakuja kukuongoza kuwa hapa itafaa. Tumelewana kuhusu kipengele cha maslahi.